Chama cha Mapinduzi CCM chazindua kampeni zake za uchaguzi mkuu jijini Dar es Salaam, huku kikitamba kujipatia ushindi kupitia wagombea kiliowateua pamoja na kuleta mabadiliko makubwa. Maalim Seif Sharif Hamad achukua fomu ya kuwania urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya chama cha wananchi CUF, ambapo ameahidi kuyatambua matokeo ya uchaguzi endapo utakuwa huru na wa haki. Watu 18 wauawa nchini Somalia katika mashambulizi mawili tofauti yanayodaiwa kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab. Na katika michezo, mamia wa Tanzania hujitokeza kwenye tamasha la mafunzo ya mpira wa wavu katika viwanja vya ufukweni beach volleyball yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Wa afya, mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu sana kwenye taarifa ya habari. Mimi naitwa David Ramadhani ambaye nitakuwa nanyi, na mwanamichezo pale Baraka Ngemba atajumuika nanyi baadaye. Kwanza tuanze na habari za kitaifa, ambapo kubwa zaidi leo Tanzania imekuwa ni swala zima la masuala ya kisiasa, lakini habari kubwa zitakapokuwa tayari tutaanza nazo. Tuanze na chama cha ADC kimesisitiza haja ya kuwepo kampeni za kistaarabu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, ikiwa ni pamoja na vyombo vya dola na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuzingatia haki na usawa. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mwenyekiti wa chama hicho Saidi Miraji Abdalla amesema uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti na chaguzi zilizopita, ambapo amesisitiza umuhimu wa taifa kuwa moja lililoshikamana hata baada ya uchaguzi mkuu. Viongozi wa kitaifa wa chama cha ADC wamekuwa na mkutano na viongozi wanawake wa chama hicho mkoani Dar es Salaam ili kuwekana sawa kuhusu kampeni za chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, ambao matokeo yake yanatarajiwa kuweka madarakani uongozi wa taifa awamu ya 5 wa bunge pamoja na madiwani. Zama za kumdharau mwanamke, zama za kumdhalilisha mwanamke, wakati wake umepita. Hata katika vitabu vya dini, mimi ni Muislamu, katika sheria ya Kiislamu mwanamke ni malkia katika nyumba. Mwanamke sio greda ya kulimia. Kama ni fedha, na CCM ingeambulia angalau kiti kimoja Pemba kwa miaka yote 50 20 ya vyama vingi, kama ni fedha. Lakini watu wameheshimu kura yao, wakaitunza kura yao, hawakuingia kwenye mtego wa fedha. Kina mama ni watu wa kwanza kabisa mnaokabiliwa katika mtego huu. Na washukuru sana, mmesimama kidete katika ADC, na muendelee na msimamo huo, msikubali kuingia katika mtego wa rushwa. Sisi tulisema toka mwanzo, na nitaendelea kusema, hatujagombania urais kwa kutaka madaraka. Tunataka urais kama taasisi, tuongoze taasisi itakayopeleka Tanzania kwenye mabadiliko ya kweli. Tunaweza tukaipeleka Tanzania kwenye mabadiliko ya kweli tukipewa dhamana, lakini tunaweza tukaipeleka Tanzania kwenye mabadiliko ya kweli hata kabla hatujapewa dhamana. Hiyo ndio dira ya ADC. Kupitia mkutano huo, viongozi hao wa kitaifa wametahadharisha kuhusu hatari za siasa za ukanda, udini na ukabila. Kutoka Dar es Salaam ni Dorcas Ramos Mtenga wa Channel 10. Viazi lishe vina faida nyingi za kiafya pamoja na kutibu magonjwa mbalimbali yakiwemo matatizo ya uzazi kwa kina mama, ambapo pia vinachangia katika kuongeza kipato cha wakulima na taifa kwa ujumla. Taarifa ya Jimmy Mengele inasomwa hapa studio. Akiongea katika maadhimisho ya siku ya viazi lishe katika shule ya msingi Kigugu wilayani Mvomero mkoani Morogoro, katibu tawala msaidizi wa mkoa wa Morogoro NS Mkongo amesema kuwa wazazi na wanafunzi hawana budi kutunza mradi wa viazi lishe ambao utakuwa vizuri kiuchumi kwa wao, huku ukiwapatia chakula cha kutosha kujikimu pamoja na kuwapa uelewa wa kutosha wanafunzi kutambua umuhimu wa kilimo na kuacha kuchukulia kilimo kuwa ni shughuli ya adhabu. Mwakilishi wa mkurugenzi wa wilaya ya Mvomero Diana Munywanya amewataka wazazi hao kuwajibika bila kukata tamaa katika kutekeleza mradi huo kwa kupanda viazi katika maeneo yenye maji licha changamoto ya hali ya hewa. Hiki ambacho kimeanzishwa na mradi huu ni kitu ambacho ni muhimu sana, ni kitu ambacho mtaona manufaa yake, na mimi nasema wazazi na walimu tuwasaidie vijana wetu hawa, tuwape ile hali ya elimu ya vitendo, kusudi tusijenge tu taifa la watu wanaodhani kwamba shughuli za kilimo ni adhabu. Kule bondeni ndio kalima viazi,
kama maji sio mengi, kama inawezekana tulime, tusinganganie tu huku ardhi kavu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwamba ni fursa nzuri ambayo tumeipata na itatusaidia kiafya, kiuchumi pia. Naye mtafiti kutoka kituo cha utafiti lishe ya jamii Mikocheni, Domina Nkuba, akielezea kuwepo kwa magonjwa ya utapiamlo yatokanayo na ukosefu wa lishe, amesema udumavu hufikia 42%, uzito pungufu 16% na ukondefu 5%, ambapo amesisitiza wananchi kutumia vyakula vyenye virutubisho vya kutosha ili kupambana na magonjwa mbalimbali. Tunapotumia viazi kwa kupigana na utapiamlo, hicho ni kitu muhimu sana kwa sababu ni endelevu na kila mmoja anaweza akapata kiazi. Si ndio kina mama? Si ndio kina baba? Kama unaweza tu ukalima ukapata kiazi, na kutoka katika kiazi unaweza ukapata wanga, ukapata protini, ukapata madini mbalimbali. Watoto waweze kufundishwa elimu ya lishe bora. Na wakishatoka navyo hapa, ni kwamba mwisho wa siku hahitaji kuelezwa nini cha kufanya kwa sababu amefundishwa kwa vitendo shule. Kilimo ni ajira na kilimo ni shughuli ambayo inawezesha ajira kwa haraka tena kwa watu wengi. Kwa hiyo tegemeo letu sasa tupate watoto ambao wenye kujitambua, wenye kuweza kumiliki shughuli za kilimo. Haya viazi yetu kweli yanaingiza lakini hayatii kama haya. Pili ni kwamba vinaweza kutusaidia kama tulivyoambiwa na walimu kwamba hivi kesho vitakuwa ni lishe lakini vina biashara. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Allen Peter Kasiga wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Abbas Kandoro amewataka waratibu wa TASAF kuhakikisha mpango wa TASAF wa awamu ya 3 wa kunufaisha kaya masikini unawafikia walengwa, ambapo wamesisitiza fedha za walengwa ambao wamefariki zisiingie mifukoni mwa waratibu hao bali zirejeshwe sehemu husika. Takriban shilingi bilioni 2.3 zitatumika mkoani Mbeya kunufaisha kaya masikini. Taarifa ya Rosie Chapewa kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi ambao umefanyika eneo la Bondeni mjini Kyela, mkuu huyo wa mkoa amesema katika kunusuru kaya masikini si kwa maana ya fedha bali ni kumsaidia mtoto kielimu na kuonya walengwa kuacha tabia kuingia tamaa na kutumia vibaya fedha hizo, huku akisisitiza uaminifu na uadilifu kwa waratibu wa TASAF. Tunayo orodha ya watu wale ambao wapo katika utaratibu wa kupata hii ruzuku. Leo nipo, Mwenyezi Mungu kesho ananiita. Sasa haitakiwi sasa ile pesa isirudi kule inakotakiwa. Hakikisheni waratibu pesa ya namna hiyo inarudi kunakotakiwa, sio kujigawia huku. Awamu ya pili imezindua miradi 61 yenye thamani ya shilingi bilioni 1,543,280. Miradi ambayo imetekelezwa katika mpango huu ni pamoja na ujenzi wa zahanati. Aidha, mratibu wa TASAF ngazi ya mkoa Haikatem anasema jumla ya kaya 62,613 mkoani Mbeya zitanufaika na mpango wa TASAF awamu ya 3 ya kunusuru kaya masikini. Kwa hiyo hii itakuwa ni fursa pekee kwa walengwa hawa kuweza kupata hizo pesa ili waweze kujikimu, kuhakikisha kwamba watoto wanakwenda shule. Baadhi ya kaya masikini wakiwemo wazee wanaokadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 80 wanazungumzia namna fedha hizo zitakavyowasaidia na kutaja majukumu walionayo. Na watoto yatima, nyumba mbovu, na hivi nikipata msaada nataka nitafute hata kishamba nilime hata mpunga. Mimi na wajukuu zangu 3 hawana baba, sina mbele wala nyuma. Nikiripoti kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rosie Chapewa wa Channel 10. Na mtazamaji, kabla ya kuendelea zaidi na taarifa ya habari ambayo pia inapatikana katika channel10.co.tz, basi tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi tulizonazo. Endelea kwa pamoja nasi.
Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari ambayo pia inapatikana katika channel10.co.tz, ambapo tunaeleza kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimezindua rasmi kampeni zake jijini Dar es Salaam, ambapo mgombea urais kupitia chama hicho Dr. John Magufuli ameahidi pamoja na mambo mengine kutatua kero za Watanzania, kwani anazifahamu vilivyo, ikiwemo swala la rushwa, wizi, ubadhirifu wa mali ya umma pamoja na ufisadi. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Dr. Magufuli amesema Watanzania wanataka mabadiliko, lakini ametahadharisha kuwa mabadiliko ya kweli hayawezi kupatikana bila kuwa na umoja uliothabiti. Hivyo endapo atapata ridhaa ya kuiongoza serikali ya awamu ya 5, atahakikisha anaimarisha muungano wa Tanzania bara na Zanzibar, akishirikiana na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu. Kwamba Watanzania mnataka pawe na amani, pawe na usalama na pawe na umoja wa kitaifa. Kwa sababu palipo na amani na usalama ndipo mnaweza kuleta mabadiliko ya maendeleo ya kweli kwa wananchi wote. Ninatambua Watanzania wote mnataka maisha mazuri. Kama ulikuwa na bodaboda unataka uwe na bajaji. Kama ulikuwa na duka unataka uwe na maduka mawili. Maisha mazuri nayo ni mabadiliko. Mimi kama mama, pamoja na ilani na mipango yote ya serikali tutakayoyatekeleza, kuna mambo nitayasimamia zaidi. La kwanza, uwezeshaji wa wanawake. Vikoba, SACCOS na mambo yetu yote. Ilani ya uchaguzi imeahidi 50 milioni kwa kila kijiji. Nitahakikisha hizo zinatoka. Mwenyekiti CCM Taifa Rais Jakaya Kikwete amesema chama hicho akikukosea kumchagua Dr. Magufuli kupeperusha bendera ya chama hicho. Hivyo anaamini Oktoba 25 mwaka huu utapatikana ushindi wa kishindo, huku akizungumzia wimbi la wanachama na uhama chama hicho kuwa hawana hoja za msingi zilizowapeleka huko. Nataka rais anayependa nchi na anayewapenda wananchi wa nchi hii. Magufuli anayo sifa hiyo. Hatupendi rais maskini, lakini tunapenda rais ambaye mali yake alivyoipata tuna hakika nayo. Sasa katika mazingira haya, mimi na maswali nataka kukuulizeni nyinyi wenzangu, na si nyinyi peke yenu, na Watanzania wote tuliomo katika Tanzania.
Kama CCM A ipo, CCM B ya kazi gani? Nchi hii ilikwisha kombolewa na ASP na TANU, na sasa linaendelewa kukombolewa kutokana na unyonge wa maskini, maradhi na ujinga na Chama cha Mapinduzi na serikali zake, kutoka ya awamu ya kwanza mpaka hii ya sasa na hiyo inayokuja ya John Pombe Magufuli. Hatimaye Chama cha Mapinduzi CCM kimezindua rasmi kampeni zake, huku kikikabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo itatangazwa na wagombea wawili, Dr. John Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu, Tanzania nzima. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam, Beatrice Erki, Channel 10. Na kutende visiwani Zanzibar ambapo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad leo amechukua fomu ya kuwania urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF na kuahidi kuwa atayatambua matokeo ya uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 endapo uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Muniri Zakaria anaarifu zaidi. Maalim Seif Sharif Hamad ambaye pia ni katibu mkuu wa CUF ametoa kauli hiyo alipokuwa akijibu maswali ya waandishi wa habari mara baada ya kukamilisha zoezi la uchukuaji wa fomu ambayo amekabidhiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Bwana Jecha Salim Jecha mbele ya mamia wanachama waliojitokeza kumsindikiza na kushuhudia tukio hilo la kihistoria. Mamia ya wafuasi wa chama hicho wamejitokeza pembezoni mwa barabara kushuhudia msafara wa magari na pikipiki uliokuwa ukimsindikiza Maalim Seif Sharif Hamad kuelekea katika ukumbi wa salama uliopo kwenye hoteli ya Bwawani visiwani hapa. Miongoni mwa waliomsindikiza ni pamoja na mgombea urais wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anayewakilisha Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa Bwana Edward Lowassa na mgombea mwenza Bwana Juma Duni Haji, naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Bwana Salum Mwalimu na viongozi wengine waandamizi wa Chama cha Wananchi CUF. Ikiwa uchaguzi utafanyika fair election, uchaguzi huru, akashinda mwenzangu yoyote, awe Dr. Shein, awe Hamad Rashid, awe nani, mimi I'll be the first kumpongeza. Na waomba wenzangu watoe kauli kama hii vile vile. Wagombea wenzangu wote watoe kauli kama kishinda chama chochote uko tayari kumtambua mshindi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, sisi nafahamu tutakuwa tumejipanga vizuri. Tutakuwa na system nzuri ya kukusanya matokeo. Tena immediately kabisa. Na pamoja na kiwango cha utalii wa ndani kuongezeka, Watanzania wamehamasishwa kujenga utamaduni wa kutembelea mali asili zilizopo nchini, vikiwemo vivutio mbalimbali kama mbuga za wanyama ili kujifunza mambo mbalimbali, hiyo ikiwa pia ni njia mojawapo ya kuchangia pato la taifa badala ya kutegemea watalii kutoka nje pekee. Mwandishi wetu kutoka Moshi anaarifu zaidi. Kaimu meneja masoko ya hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA Victor Kentans ametoa rai hiyo mjini Moshi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya kuhamasisha utalii wa ndani zitakazodumu kwa miezi 6, ambapo amesema kiwango cha utalii wa ndani sasa kimeanza kuongezeka. Takwimu tulizonazo sasa zinaonyesha mwaka 2012-13 mwaka wa fedha wa Tanzania 362,217 na mwaka uliopita 2013-14 wa Tanzania 426,208. Katika hatua nyingine, Ketansi amesema TANAPA kwa kushirikiana na wadau wa utalii wameanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha utalii wa ndani ijulikanayo kama Tembelea Hifadhi ya Taifa Uzawadike, ambapo washiriki watapata zawadi mbalimbali ikiwemo kulala katika hoteli zenye hadhi ya nyota 5 katika hifadhi ya Serengeti au Gombe, sambamba na zawadi nyingine ndogo ndogo. Baada ya safari ya pili, wakati wa kutoka wakienda ile ya kwanza, tunahesabu kwamba amezawadika kwa kupata elimu na kuburudika ndani ya hifadhi. Atakaporudia mara ya pili, ndio tunaanza kupatia zawadi. Kwa Watanzania tunaweza tukatumia pia hifadhi zetu za taifa katika kuweka kumbukumbu, kufanya sherehe. Katika kampeni hiyo ilianza mwezi Julai na itamalizika mwezi Disemba mwaka huu,
imehusisha wadau wa utalii wa ndani wa mkoa wa Mbeya, Morogoro, Mwanza na Iringa. Mikoa mingine ni Tanga, Dar es Salaam, Arusha pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. Nikiripoti kutoka wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Tadei Masawe wa Channel 10. Mchakato wa kuandika wapiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa kutumia mfumo wa kielektroniki BVR umeelezwa kuwa umeendeshwa vyema kwa misingi ya sheria licha kuwepo matukio machache ya kiukwaji wa sheria na upungufu kwenye maeneo ya utawala ambayo hayakuathiri ubora na ukamilifu wa zoezi zima. Tupate taarifa zaidi. Hatua hiyo imefanikisha Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kuandikisha wapiga kura 99.6 ya lengo. Hayo yamebainishwa katika taarifa ya awali ya timu ya uangalizi wa uchaguzi TEMCO iliyosomwa kwa waandishi wa habari na meneja mradi Benson Bana, ambaye amezitaja baadhi ya changamoto zilizojitokeza kuwa ni pamoja na tume kukosa nyenzo ya kuwatambua watu ambao si raia, hali iliyosababisha wahamiaji kujitokeza kutaka kujiandikisha. Pia alikuwa jambo zuri. Wahamiaji haramu, watu wasio raia, hapakuwa na matukio mengi ya watu wasiotimiza umri wa kupiga kura kujitokeza kujiandikisha. Masuala mengine yaliyojitokeza ni pamoja na tume kutokupewa rasilimali fedha ya kutosha, hivyo kushindwa kuandaa utaratibu wa kutosha katika kujiandikisha, kama vile kutotolewa kwa elimu ya mpiga kura ya kutosha, hivyo kutoa mapendekezo kwa serikali ili kukabiliana na hali hiyo. Letu la kwanza ni kwamba serikali iangalie uwezekano wa kuwa na katiba ya nchi na sheria zinazoruhusu watu wake wote wenye sifa stahiki kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi kuweza kujiandikisha ili waweze kupiga kura. Haiyumkiniki miaka takribani 54 ya uhuru watu wetu wanaokaa nje ya nchi hawaruhusiwi kushiriki uchaguzi. Hata hivyo, uangalizi wa TEMCO pia umebaini kiasi cha kutisha cha watu waliohitaji msaada wa kujaza fomu za kujiandikisha pamoja na kushindwa kusaini kutokana na kutokujua kusoma na kuandika, ikiwa ni dalili ya ongezeko kubwa la watu wasiojua kusoma na kuandika. Kwa upande wa waandishi wa habari za mchakato wa BVR katika vituo vya televisheni na redio vilivyoangaliwa hautofautiani sana na ule wa magazeti kutokana na uhaba wa waandishi mikoani, ambapo habari nyingi zilizorushwa na vituo hivyo zilikuwa za Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Mwanza ikilinganishwa na zile za mikoa mingine. Na kama miezi miwili tulifanya kama zoezi la majaribio, lakini kitu kilichoonekana ni kwamba vyombo vya habari tunapozungumzia zoezi la uandikishaji awali haikuipatia nguvu sana. Statistics zetu zinaonyesha kwamba habari za uchaguzi kwa ujumla zimekuwa 3% ya habari zote ambazo sisi tunaziita kwenye vyombo vya habari kama hard news. Taasisi ya uangalizi wa uchaguzi Tanzania TEMCO iliidhinishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kuangalia mchakato wa kuandikisha wapiga kura ambao ulianza Februari 23, 2015 na kumalizika Agosti 4, 2015. Kutoka Dar es Salaam ni Dr. Raymond Mtenga wa Channel 10. Zaidi ya kilo 70 za bangi zimeteketezwa na moto katika mji mdogo wa Malampaka wilayani Maswa katika mbio za Mwenge wa Uhuru, huku lita 313 za pombe haramu aina ya gongo zenye thamani ya shilingi milioni 2.5 na watuhumiwa 16 wakitumikia adhabu zilizotolewa na mahakama. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, taarifa ya Pasco Michael inafafanua zaidi. Akisoma risala mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge Taifa Juma Chum, PCR Ramazani amesema jeshi la polisi wilayani Maswa liko mstari wa mbele kupambana na madawa ya kulevya. Tatizo hilo limeasili vijana wengi na hivyo kupunguza nguvu kazi ya taifa. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Taifa, kwa heshima na taadhima tunaomba uteketeze jumla ya kilo 70 za bangi na lita 70 za pombe haramu aina ya gongo ili iwe ishara ya kuendeleza mapambano haya. Serikali ni kwamba naomba kwamba jaribu kuangalia watu kwa kuweza kuelimisha vijana kuhusu madhara ya madawa kulevya ili waweze kufahamu, hasa wazazi wao ni kipaumbele na taasisi mbalimbali pia zitumike kama za dini, elimu. Akizungumza kwa niaba ya kiongozi wa mbio za Mwenge Bi Bakia Abdalla Hamisi, ametaka wananchi wa Maswa kuwafichua wale wote wanaojihusisha na kilimo cha zao hilo sambamba na wanafanya biashara hiyo haramu. Ndugu zanguni, madawa ya kulevya ni hatari kwa afya yetu. Leo tumeteketeza hapa bangi, lakini vile tumeteketeza pombe za kienyeji. Kwa kweli ndugu zangu, tukatae bangi, tukatae pombe za kienyeji.
Akipokea mwenge huo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Ari Nasolo Lufunga katika kijiji cha Jihu, mkuu wa mkoa wa Simiyu Elaston Mbwilo amesema kuwa mwenge huo utakimbizwa siku 6 mkoani Simiyu, ambapo utazindua miradi ya maendeleo 66 ikiwemo ya maji, barabara, afya na maabara yenye thamani ya shilingi bilioni 8.98. Miradi hiyo iko katika sekta ya nishati, maji, afya, elimu, kilimo, ujenzi, ushirika, mali asili, mazingira, uvuvi. Kiripoti kutoka Maswa mkoani Simiyu, Pasco Michael, Channel 10. Taarifa hiyo basi ndio inayotukamilishia habari za kitaifa. Baada ya matangazo yafuatayo itakuwa ni habari za Afrika. Endelea kuwa pamoja nasi.